Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na picha za satellite za onyesha ujenzi katika maeneo ya nyuklia ya Iran baada ya mashambulio. Kulitambua taifa la Palestina ni wazimu mtupu, Netanyahu wasema. Wanamibia waonywa dhidi ya kufanya karamu kwenye makaburi baada ya tukio la aibu. Na watu wengi wakamatwa kwa ulaghai wa ngono na mapenzi katika operesheni kali kote barani Afrika. Naam, natumai ubuheri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Miezi mitatu baada ya Marekani na Israeli kushambulia maeneo ya nyuklia ya Iran, picha mpya ya satellite zinaonyesha dalili za kazi ya ujenzi katika vituo vyake viwili muhimu vya urutubishaji. Mchambuzi wa picha za satellite zenye ubora zinazonaswa na Maxar Technologies tarehe 18 Septemba unaonyesha kazi kwenye eneo jipya na andaki kusini mwa jumba la uboreshaji la Natanz. Magari mengi ya ujenzi yanaonekana katika eneo la kusini mwa jengo hilo, huku kazi ya kuchimba ikionekana kuwa inaendelea. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo ameyashutumu vikali mataifa ya magharibi kwa kulitambua taifa la Palestina. Akilihutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, kiongozi huyo wa Israel alishtumu hatua za kidiplomasia za washirika wakuu wa Marekani zinazozidisha kutengwa kimataifa kwa Israel kwa hatua zake katika vita na kundi la wanamgambo la Hamas. Lilian Mtono na taarifa hiyo kwa kina. In the hall. Please order in the hall. Ndivyo mambo yalivyokuwa wakati waziri huyo mkuu alipoanza kutoa hotuba, na idadi kubwa ya washiriki walianza kutoka nje. Wakati kiongozi huyo wa Israel akizungumza, kulisikika kelele karibu na eneo la ukumbi. Ujumbe wa Marekani unaomuunga mkono Netanyahu katika kampeni yake dhidi ya Hamas ulikuwa umetulia tuli. Mataifa machache makubwa yaliyohudhuria kama Marekani na Uingereza hayakupeleka maafisa wake waandamizi ama mabalozi wao, na badala yake viti vyao vilijaa maafisa na wanadiplomasia wa ngazi za chini. Netanyahu akasema hivi, na hapa namnukuu: viongozi wa magharibi wanaweza kukubaliana na mashinikizo, lakini ninawahakikishia kitu kimoja, Israel kamwe haitakubali. Ametumia jukwaa hilo kuyakosoa vikali mataifa ya magharibi kwa kulikumbatia suala la utaifa wa Palestina na kuyatuhumu kwa kubadilika ghafla kufuatia mashinikizo kutoka kwa wanaharakati na wengine wanaoishutumu Israel kwa uhalifu wa kivita dhidi ya Wapalestina huko Gaza. Mbele ya hadhara hiyo, Netanyahu pia hakusita kuzikosoa vikali hatua za mfululizo za kidiplomasia zilizochukuliwa na washirika wakuu wa Marekani, ambazo zimeongeza kutengwa kwa Israel kimataifa kutokana na jinsi inavyoendesha vita dhidi ya wanamgambo wa Hamas huko Gaza, vita ambavyo sasa vina karibu miaka miwili. Ameangazia hatua zilizochukuliwa na viongozi wa Ufaransa, Uingereza, Australia, Canada na mataifa mengine ya kulitambua taifa la Palestina, na kusema wamefanya hivyo licha ya unyama uliofanywa na Hamas Oktoba 7 mwaka 2023, ambao ulisifiwa sana na karibu 90% ya watu wa Palestina. Unajua viongozi waliotambua taifa la Palestina wiki hii walituma ujumbe gani kwa Palestina? Ni ujumbe wa wazi kabisa kwamba ni sawa kuwaua Wayahudi. Jews pays off.
Huku mataifa mengi zaidi yakijiunga kwenye orodha ya wanaoitambua rasmi Palestina kama dola huru, serikali ya mrengo wa kulia ya Israel imetoa tamko kali kabisa kwamba hakutawahi kuwepo taifa la Palestina, huku ikiendeleza vita dhidi ya Hamas. Hadi sasa Israel imewaua Wapalestina zaidi ya 65,000 wa Gaza, hii ikiwa ni kulingana na maafisa wa afya wa Gaza, huku eneo hilo zima likiwa limegeuzwa magofu. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC tayari imetoa waranti wa kukamatwa Netanyahu kwa madai ya uhalifu wa kivita huko Gaza. Israel lakini inapinga mamlaka ya mahakama hiyo, na yeye mwenyewe anakanusha kufanya uhalifu wa kivita, na hii leo alikosoa kile alichokiita mashtaka ya uongo ya mauaji ya kimbari. Asante sana Lilian Mtono kwa taarifa hiyo. Tunazidi kusonga mbele na tutakuwa tunafuatilia kwa kina tuone ni ipi linajitokeza katika eneo hilo la ukanda wa mashariki, ukanda wa magharibi ya Gaza. Zaidi ya watu 20 wameuawa kwenye ukanda wa Gaza ndani ya kipindi cha masaa 12 iliyopita kufuatia mashambulio ya Israel, wakati Umoja wa Mataifa ukizitangaza na kuzituhumu kampuni zaidi ya 150 kutoka mataifa zaidi ya 10 kuhusika na kufaidika na kile unachosema ni uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu katika ardhi za Wapalestina. Mohamed Khelif na taarifa hiyo. Wakiwemo 11 kwenye jiji la Gaza, huku taarifa ya jeshi la Israeli ikisema vikosi vyake vya anga vimeshambulia maeneo zaidi ya 140 kwenye ukanda huo. Picha za video kutoka shirika la habari la AP zinaonyesha majengo yaliyoharibiwa vibaya kwenye kambi ya wakimbizi ya Al-Shati karibu na jiji la Gaza. Kwenye mkanda huo majengo yanaonekana yakiwa yamebiruliwa juu chini juu, huku watu akiwemo msichana mmoja asiyekuwa na viatu wakisaka manusura na mali zao kwenye vifusi vya majengo hayo. Akizungumza akiwa kwenye mojawapo ya majengo hayo yaliyoporomoshwa mchana wa leo, Abdallah Majidalawi ambaye ni mfanyakazi wa idara ya ulinzi wa raia ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kinachoshuhudiwa kwenye jiji la Gaza ni mauti na uharibifu tu. Uharibifu huu unaendelea kwa majengo mengi ya raia. Hadi muda huu wafanyakazi wa ulinzi wa raia wanaendelea kuwaokoa manusura. Hadi hapa shahidi mmoja na majeruhi 3 wamepatikana kwenye jengo hili. Bado tunaendelea kuwatafuta waliopotea na majeruhi walio chini ya jengo hili. Hayo ya kijiri, Umoja wa Mataifa umetangaza hivi leo orodha ya kampuni 158 kutoka mataifa 11 ambazo zimekuwa zikiendesha shughuli zao ndani ya ardhi za Palestina wakati huu mashambulizi ya Israeli yakiendelea. Mkuu wa kamisheni ya haki za binadamu ya umoja huo, Volker Turk, amelani kile alichosema ni uhalifu wa kivita na sera ya makazi ya lowezi ya Kiyahudi kwenye ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu na Israel. Kampuni kubwa kama vile Airbnb, Booking.com, Motorola Solutions na TripAdvisor zimeendelea kusalia kwenye orodha hiyo, huku kampuni nyingine kama vile Alstom na Opodo zikiondolewa. Nyingi ya kampuni hizo zina makao yake ndani ya Israeli yenyewe, lakini pia ziko zenye makao yake makuu nchini Canada, China, Ufaransa, Ujerumani, Luxembourg, Uholanzi, Ureno, Uhispania, Uingereza na Marekani. Ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa leo mjini Geneva inazitaka kampuni hizo kuchukua hatua mwafaka kushughulikia athari za ushiriki wao kwenye uvunjaji wa haki za binadamu, ikiwemo kulipa fidia na kutoa ushirikiano kwenye uchunguzi dhidi yao. Asante sana Mohamed Khelif kwa taarifa hiyo. Endelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Mili ya watu na mifupa iliyogunduliwa ikiwa imetawanyika katika kijiji kimoja pwani ya Kenya imezua hofu kwamba imani potofu ya kidini ya madhehebu yenye utata inaendelea licha ya operesheni kubwa ya polisi kwa lengo la kuzuia upotovu huo. Raia wanalaumu viongozi wa nchi hiyo kwa kusita kuweka sheria kali zaidi kwa makanisa na madhehebu yenye ushawishi mkubwa kwa hofu za kisiasa. Takribani miili 450 iligunduliwa katika makaburi ya watu wengi wao wakiwa na njaa hadi kufa, ingawa baadhi wakiwemo watoto walinyongwa, kupigwa na kukosa hewa.
Wakiombogo na taarifa zaidi. Kufa, ingawa baadhi wakiwemo watoto walinyongwa, kupigwa na kukosa hewa. Kiongozi anayedaiwa kuendesha dhehebu hilo aliyekuwa dereva wa teksi wa zamani na kujitangaza kama mhubiri, Paul Mackenzie, anadaiwa kuwasukuma wafuasi wake kufunga kula ili wakutane na Yesu, huku akitumia walinzi kuhakikisha hakuna aliyeondoka msituni akiwa hai. Alipokamatwa pamoja na wengine kadhaa, mamlaka zilidhani tishio limekwisha. Lakini Julai mwaka huu, polisi walianza kugundua tena miili katika kijiji kingine kilomita 30 pekee kutoka Shakahola. Binzaro, kitongoji chenye kaya 140 na duka moja pekee, eneo lisilo na maji ya bomba na ambalo wageni huonekana mara chache, sasa limezungukwa na utepe wa manjano wa polisi baada ya maafisa kufukua miili 34 na sehemu 102 za miili zikiwa katika hali tofauti ya kuoza. Victor Kaudo, mkuu wa kituo cha haki za binadamu cha jamii ya Malindi na mmoja wa waokoaji wa mwanzo, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba kuna makaburi mengi sana. Anaamini miili mingine bado inaweza kupatikana Binzaro na polisi wameacha kuchimba kwa sababu hifadhi ya maiti imejaa. Polisi walipata taarifa kuhusu vifo vipya baada ya mwanamume mmoja ambaye sasa yuko chini ya ulinzi kutoroka na kuipigia simu familia yake akisema baadhi ya watoto wake walikuwa wamekufa. Wakazi wanahofu kwamba dhehebu la Mackenzie liliendelea hata alipokuwa akikabiliwa na kesi Mombasa, alikokanusha mashtaka ya kuua bila kukusudia. Polisi waliwakamata watu 11 Binzaro, angalau 4 kati yao wakiwa sehemu ya dhehebu la Shakahola na ambao wamewapoteza watoto huko, kulingana na stakabadhi za mahakama zilizoonwa na AFP. Kaudo anasema wanasiasa hawataki kuweka kanuni kali dhidi ya dini ambazo zina ushawishi mkubwa wa kisiasa nchini Kenya. Anasema wanafikiria tu Wakenya wengi ni Wakristo, wakidhibiti makanisa ni nani atakayewapigia kura? Simon, mkazi mwenye umri wa miaka 32, akitoa jina lake la kwanza pekee kwa hofu ya kuhusishwa na kesi hiyo, pia anasema wanahofu kwa sababu kulikuwa na Shakahola ya kwanza, kisha Shakahola ya pili na sasa kutakuwa na Shakahola ya tatu. Wakazi wa eneo hilo waliiambia AFP kuwa hawakujua chochote kuhusu dhehebu hilo, lakini wanaamini makundi kama haya huvutiwa kwenda huko kwa sababu kuna ardhi nyingi tupu ambayo mara nyingi huuzwa na madalali wa hila wasiouliza maswali mengi. Bila mpango thabiti wa kuikabili misimamo mikali, Kaudo alisema vifo vitaendelea. Asante sana Wakiombogo kwa taarifa hiyo. Utafiti mpya uliofanywa na taasisi ya kitaifa ya utafiti wa tiba Kenya KEMRI kwa ushirikiano na wanasayansi wa kimataifa umebaini kuwa mabadiliko ya tabia nchi yamesababisha kubadilika kwa tabia ya zambu aina ya Anopheles funectus wanaoeneza ugonjwa wa malaria. Kwa mjibu wa ripoti hiyo, mbu hasa sasa wameanza kung'ata mchana kinyume na desturi yao ya kung'ata usiku, na pia wanaonesha ukinzani mkubwa dhidi ya dawa zinazotumika kuwadhibiti. Musa Navie na taarifa hiyo. Kenya, Tanzania na Ethiopia, zaidi ya sampuli 200 za mbu Anopheles funectus zilikusanywa na kulinganishwa na sampuli za miaka ya 2014, 2018 na hata zile za kihistoria za mwaka 1927. Daktari Eric Ochoma, mtaalamu wa wadudu kutoka KEMRI na kiongozi wa utafiti huu, aliambia DW kuwa mbu wameanza kuonyesha tofauti kubwa kulingana na maeneo wanakoishi, jambo linalohusishwa moja kwa moja na mabadiliko ya hali ya hewa. Ni aina ya mbu ambao ni vigumu sana kujua mahali ambapo wapo, kwa sababu ni mbu wadogo katika mwili yao, na pia wanauma watu sana sana usiku wa manane. Lakini sasa hizi tabia zao zinabadilika, wanaanza kuuma watu asubuhi, na pia kuna wakati tuliripoti kwamba tunaona hata wakiuma wanafunzi kule shuleni. Daktari Ochoma anasema zaidi ya mabadiliko ya tabia nchi, utafiti umeonyesha mbu hawa wakiboresha vinasaba vyao na kujenga kinga dhidi ya dawa. Anafafanua kuwa kati ya mwaka 2000 hadi 2015 visa vya malaria vilipungua kwa kiwango kikubwa nchini Kenya, lakini tangu mwaka 2015 vimekuwa vikibaki katika hali ile ile kwa sababu mbu wameanza kuzoea dawa. Kuna maeneo kama kule Turkana, kama kwa inapata malaria tu wakati wa mvua. Wakati huu Turkana inapata malaria miezi zote katika mwaka. Mabadiliko ambayo yanafanyika kwa sababu ya mbu kuweza kuzoea yale madawa ambayo tunatumia. Mbu kama binadamu tu, na kila kitu kilichoumbwa na mbu dunia hii kinajaribu kujithibitisha ili kiendelee kunawiri. Kwa upande wake, Jeroni Makinye, afisa wa kijamii anayesimamia mpango wa kudhibiti malaria katika kaunti za Kakamega na Kisii kupitia shirika la Tinada Youth Action Africa, anasema hali ya hewa isiyotabirika pia imechangia mabadiliko ya mifumo ya viumbe, akisisitiza umuhimu wa elimu kwa jamii kuhusu tabia mpya za mbu. Unaweza juaje kwamba hii ni mbu ya Anopheles?
kuna venye ikipaa kwenye ukuta ama kwenye kitu inainua mduki yake hiyo nyuma yake juu, na saa hizi unaweza pata kwa kila wakati. Saa hizi hata mchana, kitambo walikuanga wanakuja jioni hivi watu wakienda kwa nyumba, lakini saa hizi wamebadilisha mitindo. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, malaria bado ni chanzo kikuu cha vifo barani Afrika, ambapo zaidi ya vifo 569,000 viliripotiwa mwaka 2023 pekee. Miongoni mwa mbu wote, Anopheles venustus anaongoza kwa kusambaza malaria kwa sababu huishi kwa muda mrefu na hupendelea kunyonya damu ya binadamu. Musa Navie, DW, Kisumu. Asante sana Musa Navie kwa taarifa hiyo. Mechi za mzunguko wa 5 katika ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga zinaanza leo usiku, wakati mabingwa watetezi Bayern Munich watakaposhuka dimbani kukipiga na Werder Bremen nyumbani Allianz Arena. Pambano hilo linachezwa baada ya msimu wa Oktoberfest 25 kuanza Septemba 20 na utafikia kilele chake Oktoba 5. Tupokee uchambuzi. Mpaka sasa hawajapoteza mechi hata moja. Kwa hiyo hii ni mechi nyingine tu ambayo wanaiona kwamba inakwenda kuwapa alama 3. Na kwa vile kuna Oktoberfest, basi nafikiri shamra zitakuwa kubwa. Sasa kwenye vijana wa kocha Vincent Kompany wameshinda kila mechi ya Bundesliga hadi sasa msimu huu, na Bremen wana pointi 4 pekee kwenye jedwali kufikia sasa. Bado kunaweza kuwa na mwanga wa matumaini kwa wageni Bremen? Ndio kunaweza kuwa mwanga, kwa sababu mechi ambazo Bayern wanacheza msimu wa Oktoberfest, matokeo yake yanakuwa hayana uhakika kwa sababu ya mambo ya bia na nini. Wameshacheza mechi 94 na katika mechi hizo 94 ambazo zimechezwa Oktoberfest wameshinda mechi 60 tu. Na zile nyingine ambazo zimebaki 24 hizo wamepata tabu, wakatoka sare 24 na wameshindwa mechi 10. Kwa hiyo kama ni kutegemea hivyo, Bremen bado ina matarajio na matumaini kwamba wanaweza wakatoka sare au wakapata ushindi ikiwa hii shamra ya Oktoberfest itawaingia sana wachezaji wa Bayern. Vipi tukimtazama mchezaji Harry Kane wa Bayern Munich, atavunja rekodi ya ufungaji mabao iliyowekwa na Robert Lewandowski kwa msimu mmoja? Kwa hapa ambapo tumefikia, Harry Kane amefikisha jumla ya magoli 8 na ni mechi 4 tu ambazo zimechezwa. Na kama ataendelea hivi, rekodi ambayo iliwekwa na Robert Lewandowski msimu wa mwaka 2020-2021 ya kufunga jumla ya magoli 41, Harry Kane ana uwezo kabisa wa kuweza kuifikia na kuweza kuweka rekodi mpya kabisa, kwa sababu amekuwa ni moto wa kuotea mbali na anaonyesha uwezo mkubwa sana katika umaliziaji katika lango la timu adui. Miongoni mwa mechi za kesho Jumamosi, Josephat Charo, zitakazofuatiliwa kwa karibu ni ile kati ya Mainz na Borussia Dortmund, Wolfsburg na RB Leipzig na St. Pauli na Bayern Leverkusen. Hizi unazizungumziaje kwa ujumla wake? Kwanza kabisa, mechi kati ya Mainz na Dortmund ndiyo ambayo tutaitangaza. Na kwa jinsi ambavyo timu hizi zimesimama katika jedwali, nafikiri Mainz watakuwa na pressure kubwa sana wakicheza nyumbani Meva Arena, na Dortmund watakuwa wanataka kujiimarisha katika msimamo wa ligi. Kwa hiyo inabidi Mainz wawe macho sana ili waweze kuzibakisha alama 3 nyumbani, la sivyo basi wanaweza wakashindwa na Dortmund ambao wanaingia uwanjani wakiwa na nguvu kubwa. Kwa upande wa Wolfsburg na RB Leipzig, hili ni pambano lingine gumu sana kwa Wolfsburg ambao wanacheza nyumbani Volkswagen Arena. Leipzig wanakwenda pia wakiwa kifua mbele, hasa wakiwa wameimarika katika jedwali. Pambano kati ya St. Pauli na Bayer Leverkusen, Leverkusen ndio watakao kuwa na pressure kwa sababu wanacheza ugenini St. Pauli. Na St. Pauli imeonyesha uwezo mkubwa sana kwamba sio timu ya kubeza sawa. Mwana Sport, asante sana Josephat Charo akituondoa hapo. Asante sana Josephat Charo kwa sehemu hiyo, ambapo wakati huu basi, kabla sija kurejesha kwenye studio za DW ambapo Samu Simba atakuwa na Najid Omar wakiongoza jukwaa la yanayozungumzwa kwenye mitandao ya mawasiliano, tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama kituo hiki Radio 14 Africa kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM.
Wasisha mchangao kupitia paybill namba ni 625625. Account namba ni 012450 85217800 au till namba ni 456148 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Turejee kwenye studio za DW ambapo Sam Mwasimba na Najid Omar, uwanja ni wenu. Kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kwa ndugu, jamaa na marafiki, lakini pia kwa jeshi la polisi kwamba ametekwa. Taarifa za polisi zinasema kwamba Loveness hakutekwa, lakini aliwadanganya ndugu zake kwamba ametekwa kwa sababu alikuwa na shida ya kupata shilingi milioni 10, lakini aliwaambia kwamba watu hao wanahitaji shilingi milioni 10 ili wasije wakamdhuru na kutoa ujauzito ambao anao wa miezi 3. Sasa alizipata hizo milioni 10? Hakuzipata na amekamatwa. Kaambulia patupu. Hakika. Sasa taarifa hii imesambaa sana katika mitandao ya kijamii na watu wanasemaje? Naomba nikusomee comment za watu wa Twitter. Anasema huyu anaitwa Mama Licho, anasema haina utafutaji mwingine huko kwa mwanamke mwenzangu. Ni hakika kwamba jamani, wanaume muwape pesa wake zenu. Kimaro Liquid anasema tunakoelekea hawa wanawake kuna siku watatuhamisha hii dunia, tuhame, tuelekee mwezini kabisa, manake haiwezekani mtu ajiteke. Kigwanga anasema haya kumeanza kuchangamka na wanaume wote tuimbe tumeumbiwa mateso. Ni kutokana na vikoba. Namo vina kausha damu kweli kweli. Kausha damu. Haya, katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram kuna taarifa juu ya taarifa kwamba kutoka nchini Uganda imetoa tahadhari kwamba 50% ya dawa zilizomo nchini Uganda katika soko la dawa ni feki na hadhikizi viwango vinavyokubalika. Na hiyo inaweza kuleta shida ya kiafya kwa wananchi na usalama wa watumiaji. Sasa watazamaji wetu, wafuatiliaji wetu pia wametoa maoni. Kwa mfano Maneti Kiona wa Iringa anasema inaonekana huko Uganda kila kitu ni feki, hata viongozi wao. Aaron Jones anasema kuwa usimamizi duni na njia ya wafanyabiashara kujinufaisha kwa kuwaumiza wateja ndicho kinachofanyika huko Uganda. Nimepewa alama kwamba natakiwa niishie hapo. Tuangalie ujumbe uliotufikia kutoka kwa wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu kurasa wa Facebook, na una ujumbe wa Elisha Mazoya kutoka Mwanza, Tanzania. Yeye anasema ni shukuru na kuipongeza DW Kiswahili kwa matangazo yenu murwa na yenye tija kubwa kwetu jioni hii ya leo. Asante sana. Na Ngasa wa Kahama, Tanzania anasema siku hizi bwana hakuna kutoa neti ndani mpaka itoboke, na hizi neti tunazotumia zina madhara maana hufuliwa na dawa. Na Asukulu Kusongolo yanasema kwa nchi maskini kama Slovenia ina msaada gani? Slovenia anasema ina msaada gani kwa taifa la watu wenye ujuzi mwingi kama Israeli? Marufuku yao ina hasara kwa taifa la Israeli. Pascal Kalanga anasema inabidi hawa watu wa huku Tanzania nao wabadilike ili waendane na sayansi ya teknolojia ya mbu. Pengine Saumu huyu naye anahofu kwamba mbu hao wako nchini Tanzania. Di Mala wa Moshi, Tanzania anasema kama mmoja wa mataifa Kenya na Tanzania watavuka tu hapo, sio? Ni uhakika. Majirani. Hamuoni uharibifu unaoendelea huko Gaza? Anauliza swali hilo Juma na ilaumu jumuiya ya kimataifa kufumbia macho mzozo huu ambao unafikia mauaji ya kimbari. Na Pascal Kalanga yanasema inabidi na hawa wa huku kwetu Tanzania nao wabadilike ili waendane na sayansi na teknolojia ya mbu. Na kuna msikilizaji mwingine anasema Zawadi Z kutoka DRC anasema duniani usalama utatoka wapi? Mbu nao wamebadili asili yao. Unamwona nani Najat? Naona huyu ndio anasema jambo la maana. Namuona Hassan Mlache kutoka Moshi, Tanzania kwenye Facebook anasema DW Kiswahili na wapata vyema kutoka jijini Moshi. Asante sana kwa kunipatia nafasi hii. Mbu binadamu wanabadili mbinu za kujipatia riziki. Kwa nini mbu wasibadili mbinu, msikilizaji? Ndio tumekamilisha matangazo yetu haya jioni siku ya Ijumaa. Asante kwa kuwa nasi. Mimi ni Saumu Mwasimba, hadi mara nyingine na kutakia weekend njema na kwaheri. Asante sana Asam Mwasimba, Najid Omar kwa kutuelekeza vizuri hapo. Basi na katika eneo hili la pili la studio, msikilizaji, mamlaka ya Namibia imeonya watu kutofanya karamu kwenye makaburi baada ya mkusanyiko kwenye eneo la makaburi katika mji mkuu wa Windhoek kuzua hasira weekend iliyopita. Kulingana na maafisa wa jiji la Windhoek, tukio katika makaburi ya Gamams ilionyesha viti vilivyokuwa vimepangiliwa
kwa ajili ya kuketi, masanduku ya kutunza pombe baridi vikiwa vinaonekana. Na hatimaye takribani watu 260 wanaoshukiwa kuwa matapeli wa mtandaoni wamekamatwa katika operesheni kali iliyotekelezwa katika nchi 14 za Afrika. Operesheni hiyo iliyoratibiwa na Interpol na kufadhiliwa na Uingereza ililenga mitandao ya wahalifu inayotumia mitandao ya kijamii na majukwaa ya kidijitali kuchota pesa kutoka kwa waathiriwa katika ulaghai wa mapenzi, katika kile kinachoitwa ulaghai, ambapo waathiriwa wanadanganywa kwa kutumia picha chafu. Uholanzi na Uganda wameingia katika makubaliano ya dhamira ya kushirikiana kuwapokea kwa muda waomba hifadhi waliokataliwa na Uholanzi, kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na serikali ya Uholanzi siku ya Alhamisi. Makubaliano hayo yalitiwa saini jijini New York na waziri wa uhamiaji wa mambo ya nje wa Uholanzi David Van Wil pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Uganda Odongo Jeje Abubakar wakati wa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Mpango huo unalenga raia kutoka mataifa jirani ya Uganda ambao wamekataliwa kupewa hifadhi nchini Uholanzi na hawawezi kurejea moja kwa moja katika nchi zao kwa sababu mbalimbali. Kupitia mpango huo, wahusika wataruhusiwa kukaa Uganda kwa kipindi cha mpito hadi hali itakapowaruhusu kurejea makwao. Na sasa hivi tuelekee kwenye kiziba mkonga kabla ya kuweza kutamatisha taarifa hii ya habari Afrika leo jioni. Katika kiziba mkonga cha sasa ni kwamba kitu muhimu kuliko vyote kwenye nguvu ya kusamehe ni utayari wako wa kusamehe. Safari ndio huanzia hapo. Achana na kuwabeba watu moyoni mwako, itakuathiri. Kwenye kiziba mkonga cha sasa, kitu muhimu kuliko vyote kwenye nguvu ya kusamehe ni utayari wako wa kusamehe. Safari ndio huanzia hapo. Achana kuwabeba watu moyoni mwako, itakuathiri. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.